Vyakula vingine vinavyosababisha inflammations ama uvimbe wowote kwenye mwili, na tumesema kwamba mwili ukishakuwa na inflammation yoyote ile ni rahisi kupata magonjwa ya moyo, ni rahisi kupata magonjwa ya pressure, ni rahisi kupata magonjwa ya kansa, ni rahisi kupata magonjwa ya stroke, ni rahisi kupata magonjwa ya figo, magonjwa ya ini na kadhalika. Sasa kwenye part 1 iliyopita nilizungumza aina 2 ya vyakula ambavyo vinasababisha mwili kupata uvimbe. Sasa nilizungumzia kuhusu vyakula vya wanga, nikazungumzia kuhusu vyakula vya sukari, na sasa tunaenda kwenye aina ya 3 ya vyakula ambavyo vinaleta inflammations ama uvimbe kwenye mwili. Vyakula namba 3 ni matumizi au ni vyakula vya mafuta yatokanayo na mbegu. Vyakula vya mafuta yatokanayo na mbegu. Hapa huwa nikizungumza hili linaleta mjadala mkubwa, kwa sababu 99% ya Watanzania tunatumia mafuta ya alizeti, na mafuta ya alizeti yanatokana na mbegu. Kwa hiyo ni mafuta ambayo sio mazuri kwa afya yetu. Ndio maana ukitumia mafuta ya alizeti automatically mapigo ya moyo yataenda mbio, automatically pressure itapanda. Kwa hiyo mafuta haya yatokanayo na mbegu ni chanzo kikubwa cha inflammations ndani ya mwili, ni chanzo kikubwa cha uvimbe ndani ya mwili. Na mwili ukishapata uvimbe tu, uvimbe wowote ule, tayari ni rahisi kupata changamoto za moyo, ni rahisi kupata changamoto za pressure, ni rahisi kupata changamoto za kansa, changamoto za kisukari, changamoto za stroke, changamoto za figo na kadhalika. Kwa hiyo mafuta ambayo unatakiwa kuyaepuka ni mafuta yote yatokanayo na mbegu. Achana nayo hayo mafuta, kwa sababu yanakuweka katika hatari. Kama una hayo magonjwa, yanakuweka katika hatari mbaya, na kama hauna, ndo unajifunza namna ya kumaintain afya yako, basi haya mafuta yana uwezo wa kukufanya miaka 5 ijayo, 6 ijayo ukajishtukia huko katika wimbi hili la magonjwa yanayoteketeza mamia ya watu kila mwaka. Kwa hiyo sasa ufanyeje? Maana najua unajiuliza hili swali, tule nini ili tuepukane na haya maradhi? Tule nini ili tuepukane na magonjwa ya pressure, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa yote ya lishe? Sasa hapa vyakula unavyotakiwa kula na vyenyewe nimevigawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza, unatakiwa kula vyakula vya protini. Kula vyakula vya protini. Na vyakula vya protini ni kama nyama, na uzuri nyama ina protini lakini pia ina mafuta mazuri, kwa hiyo ni nzuri. Lakini samaki pia wana protini ila wana mafuta mazuri pia. Lakini kuna mayai yana protini pia, ndani mwake yana mafuta mazuri. Na kuna maziwa mtindi. Usipendelee kutumia maziwa fresh, tumia maziwa mtindi. Hiki ni aina ya kwanza ya chakula ambacho unatakiwa kukizingatia zaidi. Lakini aina ya pili ya chakula ambacho sasa unatakiwa kukizingatia ama kukiinclude katika lishe yako ni vyakula vyenye wanga kidogo au zile complex carbohydrate. Hapa namaanisha vyakula kama viazi vitamu, vyakula kama mihogo, vyakula kama magimbi, vyakula kama maboga. Hivi ni complex carbohydrate, na vyenyewe tumia kwa asilimia ndogo, sio ubugie mengi, hapana. Tumia kwa asilimia ndogo. Tunasema kwamba angalau gramu 20 mpaka gramu 50 kwa siku. Tumia hivi vyakula ambavyo ni complex carbohydrate. Lakini pia unaweza ukatumia vyakula vingine vyenye wanga kidogo kama mboga za majani, zote zina wanga kidogo. Mboga za majani zote zina wanga
kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaziinclude katika lishe yako. Kwa hiyo hii ni aina ya pili ya chakula. Aina ya kwanza nimesema protini, aina ya pili ni wanga, ni vyakula vyenye wanga kidogo. Hapa nimezungumzia complex carbohydrate lakini na mboga za majani. Kwa hiyo hapa kwenye wanga kidogo unaweza ukatumia nimesema gramu 20 mpaka 50 kwa siku, lakini mboga za majani unaweza ukaweka nyingi uwezavyo, hazina shida yoyote. Na chakula cha tatu ambacho kitakusaidia kusawazisha inflammation zozote ndani ya mwili, kuziondoa ili na wewe free, ni vyakula vya mafuta masafi. Vyakula vya mafuta masafi. Vyakula vya mafuta masafi unaweza ukatumia. Parachichi ina mafuta mazuri, kwa hiyo unaweza kutumia parachichi kwa wingi uwezavyo. Lakini pia nazi, mafuta ya nazi ni mazuri. Lakini unaweza kwenda mbali, hata maji ukawa unatumia maji ya nazi, maji dafu yale unakunywa, ni mazuri kabisa. Lakini kuna mizeituni. Mafuta ya zeituni ni mazuri kabisa kuyatumia katika kuandaa chakula chako, kwa sababu yanachochea kuondoka kwa inflammation ndani ya mwili wako. Na inflammation zikishaondoka, uvimbe ukishapotea ndani ya mwili wako, pressure inapona, moyo unapona, sukari inapotea, matatizo ya uvimbe ya uzito yanapungua, matatizo ya cholesterol yanapungua, na matatizo ya kansa yote yanapungua. Lakini kuna mafuta ya parachichi, mafuta ya mawese, mafuta ya wanyama unaruhusiwa kutumia. Na mimi huwa nasema kama unapika nyama, basi usipende kuongeza mafuta. Tumia mafuta ya kwenye hiyo nyama, kwa sababu pia vyakula vingine vyenye mafuta mazuri ni nyama, samaki, mayai, yote yana nyama nzuri. Ukipendelea kula vyakula hivi mara kwa mara, utashangaa mwili wako utakavyokuwa unaimarika siku hadi siku. Na uzuri, vyakula hivi vinaufanya mwili wako uwe na energy ya kutosha muda wote, na vinaufanya mwili wako metabolism ipande, na vinaufanya mwili wako upungue uzito, upungue uzito. Lakini vinasawazisha homoni, yani vinaleta msawazo wa homoni. Kwa kama ulikuwa na matatizo ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, matatizo ya nguvu za kiume, matatizo ya chunusi zisizopona, matatizo ya ngozi, matatizo ya kuwa na hasira za ajabu bila sababu ya msingi, zote matatizo hayo yote yatapotea kabisa. Kwa hiyo ndo formula hizi magonjwa ya lishe huwezi kuyatibu kwa kutumia vidonge vya hospitali, na hii hawawezi kukwambia, kwa sababu wewe ni mteja wa kudumu, hawawezi kukwambia. Kwa hiyo zingatia formula hizi.